katika Uislamu ndani yake wanasoma andiko lenye majibu aya iliyotangulia au majibu aya ya chini yake, lakini wanaishia pale kati, hawamalizi sentence. Ndicho wanachokifanya. Sasa kwa ule uongo huo umenikumbusha kitu kwa swali lako. Ngoja tusome hapa nikuonyeshe kitu kingine ambacho kinafanywa na wao. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza nitasoma mstari wa 13 na wa 14, alafu nikuonyeshe kitu ambacho kinafanywa na waadhiri wa Kiislamu, wale wanaitwa waadhiri. Nakumbuka nitatoa ushuhuda wangu baadaye ikipendeza wakati mwingine. Kitabu hiki cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 14 kuna andiko hili, nitasoma mstari ambao wao wanavyousoma, alafu mimi nitarudia kutoa ufafanuzi wa mstari huu. Mstari huu unasema, ndiye aliye Arabuni. Hilo neno Arabuni ndilo wanalolibeba, ndiye aliye Arabuni. Sasa wanaposoma wanaanza mstari wa 13 wanaishia ndiye aliye Arabuni. Lakini naisoma kwanza hii aya ya 14, alafu niisome wanavyoisoma wao. Aya 14 inasema, ndiye aliye Arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kwa sifa ya utukufu wake. Aya imeisha. Yeye anaposoma, kwa sababu kuna neno Arabuni, anasoma hivi. Aya ya 13 anaanza, anasema, ninyi pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye Arabuni. Takbir. Sasa inabidi ulizwe, aliye Arabuni ni nani? Inabidi ujibu, bwana, aliye Arabuni wewe unjue aliye Arabuni? Aliye Arabuni ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapachikwa hapo Muhammad. Na hapo mwalimu imezungumziwa kabisa roho. Muhammad ni roho. Muhammad ni roho. Wanasema kuna roho ya mwanadamu, kuna roho malaika, kuna roho Mungu, kuna roho ya utendaji. Kwa mfano, huyu ana roho mbaya sana, huyu ana roho nzuri sana. Kwa hiyo wanazungumza hizo roho kama 7 wanazitaja wao na kutoa mafafanuzi. Kwa hiyo wanapotaka kumpachika Muhammad kwa uongo wao kwenye Bible, wanasoma andiko hili pamoja lile ulioliulizia swali. Sasa hapa nataka nikueleze maana ya neno Arabuni iliyotajwa hapa. Maana ya neno Arabuni iliyotajwa hapa ni rehani, dhamana. Uandishi wake huandikwa kwa herufi ndogo ndogo. Hii neno unalipata pia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. Haya maswali yanakuja ghafla, nikikumbuka nikisahau utanisamee. Lakini waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya kwanza mstari wa 5. Sura ya kwanza mstari wa 5, waraka wa pili kwa Wakorinto 1:5, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo, hapana, sio hapo, ngoja nikumbuke. Basi kadi tu aya 5 sura ya 5 aya 5 Wakorintho wa pili nasema hivi: bali yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu, aliyetupa Arabuni ya Roho. Bali yeye aliyetufanya kwa neno hilo hilo ni Mungu, aliyetupa Arabuni ya Roho. Sura ya 5 aya 5. Na Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya ya 22. Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya ya 22 ina maneno yafuatayo: basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. 22. Naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa Arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Akatupa Arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Kwa hiyo Efeso 1:14, Arabuni iliyotajwa pale ni ile dhamana, rehani ambayo Mungu ametupa katika roho zetu kwa ajili ya kupata utukufu ulio katika Kristo Yesu katika ufalme wake. Haina